Wanasema kwamba mgeni njoo mwenyeji aweze kupona. Siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo mtazamaji wangu iliweza kuwashangaza wengi zaidi baada ya Rigathi Gachagua kuweza kustep into Kimani Ichung'wah's bedroom. Nina maana gani nikisema hivyo? Rigathi Gachagua aliweza kupokelewa pakubwa zaidi kula ambako ni Kikuyu constituency Dagoretti, na hivyo basi hii iliweza kuwashangaza wengi zaidi mtazamaji wangu, ambapo jambo hili liliweza kuzua mjadala mkubwa sana katika mtandao wa kijamii, na kuna kitu ambacho kikiweza kusambaa sana katika mtandao wa kijamii, ambapo wengi waliweza kuogopa kuweza kukiweka katika mtandao wa kijamii, huku wakiweza kuhofia usalama wao. Lakini moja kwa moja ndani ya video hii, ndani ya channel hii unayoenzi nambari moja ambayo inazidi kujibuka na kuchipuka kwa kasi zaidi hapa nchini Kenya, nazungumzia Bright Updates, nitakuwa nikiweza kukuwekea video hiyo moja kwa moja uweze kutazama, uweze kuangalia ni kipi hiki mtazamaji wangu ambacho kiliweza kutokea, ambacho pia kiliweza kuzidi kuzua gumzo zaidi katika mtandao wa kijamii. Kabla sijaweza kukuwekea mtazamaji wangu, ningependa sana kwa moyo mnyenyekevu, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kukutana na sura hii, tafadhali like video hii. Cha pili na cha muhimu zaidi, nibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, kabla hatujaweza kuendelea na makala au mazungumzo yetu ambayo nimekuandalia siku ya leo. Please jiunge nasi mtazamaji wangu. Asante sana kuweza kujiunga nasi moja kwa moja. Karibu nikope lako sikio, hatua baada ya hatua, nikupakulie, nikuelimishe, nikufahamishe mawili matatu ya ni kipi ambacho kinazidi kuendelea. Nilipoanza moja kwa moja ndani ya video hii, nilikwambia kwamba siku ya leo nitakuwa nikikufichulia, nikukuwekea, nikukuelezea ni kipi mtazamaji wangu ambacho kimeweza kuibuka, ambacho pia kinazidi kuendelea kugonga vichwa vya habari ndani ya taifa letu la Kenya. Bila kupoteza muda wako, ningependa nikuchezee video ambayo siku ya jana iliweza kuleta mtafaruko mkubwa zaidi katika taifa la Kenya, wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa upande wa Dagoretti Kikuyu constituency. Here is the video. Dagoretti nimekuja kusikiza ground, si ndio? Dagoretti mnasemaje? Dagoretti mnasemaje? Dagoretti mnasemaje? Dagoretti ni one term. Ni one term. Ni one term. Harambee! Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe mtu ya kutenga, wewe Rapu Mashamba, wewe adui ya Mlima Kenya. Harambee! Harambee! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi nataka niseme namna hii. Ndio hii Kenya irudi kwa laini. Lazima tufukuze huyu jamaa. Yeye amefanya payslip imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya payslip. Watoto wetu hawasomi, hospitali hakuna dawa. Ndio hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza ni Kasongo afanye nini? Nataka kusema serikali ya Gavana Sakaja kazi yake ni kunyanyasa wanabiashara, na tunataka kusema Sakaja na Kasongo wamepomorea wa Nairobi manyumba kwa maji, na tunataka kutangaza leo hapa Dagoretti watu wetu wale wanafukuzwa mita 60 kwa mto. Tunasema hiyo barabara hatuendi, na tunataka kuambia Gavana Sakaja na William Ruto upomoaji wa manyumba Nairobi tumesema haitaendelea, na tunataka kuambia Sakaja kwa sababu ameweka orodha ya mashamba Nairobi, ile mashamba haitalipa rate, anataka kupiga mashamba yetu auction. Tumemwambia udhubutu
Uza shamba ya Nairobi. Mtazamaji wangu, hiyo ni timu yake, nazungumzia Rigathi Gachagua. And if you watch it very carefully, you will get to understand kwamba mtazamaji wangu, kuna kitu ambacho hapa hakiko vizuri kabisa mtazamaji wangu. Manake wameweza kuanza kuingia hadi mahala ambapo walikuwa hawaruhusiwi kuweza kufika, au mahala ambapo wengi walikuwa hawadani kwamba wataweza kuja kufika pale mtazamaji wangu. Na unajua ni vizuri sana tuweze kuambizana ukweli, manake tusipoambizana ukweli utaweza kukosa kuonekana mtazamaji wangu. Sasa hivi tunavyozidi kuzungumza mtazamaji wangu, ni kwamba Rais William Samoei Ruto is the man that is actually not having ile ambayo ni usingizi wa kutosha. Rigathi Gachagua amekuwa ni mmoja wa viongozi ambao pakubwa wameweza kuchangia, pakubwa wameweza kuonekana, wakiweza kuzidi kuitishia na kuweza kuonekana pakubwa kabisa, wakiweza kusema kwamba wataweza kuifanya serikali hii iweze kukua a one-term president, a one-term government. Na hivyo basi this might come to be a reality. I'll give you a reason why I'm saying that. Unajua mtazamaji wangu, the only hope that President William Samoei Ruto actually have as we are talking now is the people from Nyanza region voting for him, and there are high chances of Raila Amolo Odinga dumping President William Samoei Ruto in the near future. That's something that will come to happen whether we like it or not. I'm sure that so many people think that Raila Amolo Odinga will support President William Samoei Ruto coming 2027. Let me give you a reason why I'm saying that Raila Amolo Odinga might not support President William Samoei Ruto coming 2027. Do you remember when Raila Amolo Odinga was in Mombasa like 1 month ago, not even 1 month, 2 months ago? He said that ODM will be in the race coming 2027. And also when the SG Secretary General, who is Edwin Sifuna, and also the Senate of Nairobi County alipokuwa katika mazishi ya yule ambaye alikuwa ni mlinzi wake Raila Amolo Odinga upande wa kula ambako ni Nyanza region, tuliweza kuona kwamba mtazamaji wangu, huyu ambaye ni SG Secretary General aliweza kudhibitisha kwa mara ya pili kwamba ODM will be in the race coming 2027. So ni kitu, it is something that is being planned, and also it is something that is actually being played in a private way, ambayo mtazamaji wangu tutaweza kuja kuzidi kuona kwamba itaweza kuja kudhibitishwa, na hivyo basi itakuja kuweza kudhibitiwa because Nyanza region inamsikiliza pakubwa sana mtazamaji wangu Raila Amolo Odinga. So there are high chances of Raila Amolo Odinga kuweza kuonekana na pia kuweza kukua pakubwa zaidi kusimama nafasi hiyo na kuweza kumwacha Rais William Samoei Ruto akiwa peke yake. Because if you watch very carefully mtazamaji wangu, katika hii ambayo ni serikali yote ambayo imekuwa ikiweza kukua ikiweza kuondoka, utaweza kupata kujua kwamba Raila Amolo Odinga katika serikali hizi zote amekuwa akiweza kuwa pale, amekuwa akiweza kuonekana, amekuwa akiweza pia mtazamaji wangu kuweza kuchangia pakubwa zaidi serikali hizo, lakini mwisho anakuja na wageuka na anaweza kukua, ana pia anasimama ile ambayo ni kiti cha urais mtazamaji wangu. So it is something that is there, it is something that we should also expect. Mtazamaji wangu, hayo ndio ambayo yanazidi kuendelea, hayo ndio ambayo yanazidi kufanyika. Nitakuwa nikiweza kuzidi kuhakikisha moja kwa moja na kuletea na kufahamisha na kuelimisha na kuambia mawili ambayo atakuwa kiweza kuzidi kutokea na kutendeka mtazamaji wangu. Cha muhimu hakikisha kwamba una like video hii na unanibonyezea alama nyekundu ile iko subscribe iliyoko chini ya video hii. Please subscribe for now. Bye bye.